Kwa majina naitwa Eliudi Pangamawe, mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara halmashauri ya mji wa Njombe. Sisi kama wafanyabiashara wa halmashauri ya Njombe tumeipokea Mei Mosi vizuri sana, kwa sababu tumeshiriki baadhi ya vikao ambavyo vimetuandaa kwa ajili ya kuipokea hii fursa ya Mei Mosi, ambayo tumeambiwa ni zaidi ya watu 10,000 watakuwepo hapa Njombe. Kwa hiyo unavyozungumzia watu 10,000, maana yake hiyo ni fursa kwetu sisi wafanyabiashara kibiashara. Tutafanya biashara ya hoteli, migahawa, tutafanya biashara ya gesti, lakini pia hata biashara hizi za bidhaa za viwandani na zile ambazo sio za viwandani tutafanya biashara pia. Kwa hivyo sisi ni matumaini yetu Mei Mosi itakuwa nzuri sana kwa upande wetu sisi wafanyabiashara, kwa sababu tumejiandaa tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja kwa bidhaa zote ambazo watakuwa na uhitaji kwa wakati wote, iwe ni nguo, iwe ni chakula, iwe ni maradhi, sisi tuko tayari kuwahudumia. Niseme wazi kabisa, wafanyabiashara wanayo hiyo taarifa ya Mei Mosi, na niliwaalika baadhi ya vikao kupitia mamlaka ya mkoa na walipata maelekezo nini cha kufanya, na kama ugeni unakuja, mwenyeji lazima ukae vizuri, kwa sababu ugeni unakuja na mambo mengi kujifunza, tamaduni zako na mambo mengine. Kwa hivyo kama mwenyeji lazima ukae vizuri. Ni kwa mara ya kwanza Njombe kupokea ugeni mkubwa kiasi hiki, takriban watu zaidi ya 5,000 kama walivyosema. Kwenye huduma za malazi, ninyi wafanyabiashara hili kwa zaidi ya 10,000. Kwa ninyi wafanyabiashara hili kwanza mpaka hatua hii zilipofikia liko katika hatua gani kwenye huduma za malazi na nini kuwapokea wageni ambao wanakuja kulala katika mji wetu wa Njombe? Liko hatua nzuri, niseme tu liko hatua nzuri kama 90% hivi tumeshajiandaa, kwa sababu Mei Mosi ishaanza. Bado tu tukio rasmi, lakini Mei Mosi ishaanza, kwa sababu nikupe tu ushahidi, mimi nishaona wageni hapa washafika, na kwa kukuthibitishia hilo, wewe mwenyewe fanya utafiti saizi, nenda tafuta nyumba ya kulala. Huwezi kuona nyumba ya kulala ipo ambayo iko wazi, yaani haina wateja. Guest zote zishajaa na wageni wanaendelea kupata huduma hapa, wale ambao tayari wameshafika mapema kwa ajili ya kujiandaa na Mei Mosi, kwa maana ya vyakula, watu wanafanya biashara, guest zishajaa tayari nyumba za kulala. Kwenye hili sasa, guest mpaka sasa hivi zimejaa. Nini wana Njombe tuendelee kufanya zaidi ili kuhakikisha ugeni wa namna hii unapokuja unakuwa na fursa kubwa, lakini pia malazi yao yanapatikana mara kwa mara? Kwa ugeni huu mkubwa, sikatai, changamoto itakuwepo kwenye malazi, kwa sababu wageni zaidi ya 10,000 ni wengi sana. Sisi katika uwekezaji wetu kwenye guest house hatujafikia malengo ya mahitaji ya wateja, lakini hii ni fursa ambayo kwetu imekuja katika sura ya changamoto, fursa katika sura ya changamoto ya kujifunza ama kuona kama kuna namna ya uwekezaji zaidi, ili wakati mwingine ikitokea tusikose fursa ya kuwalaza wageni wote, kwa sababu ni imani yangu wateja wengine hapa watakosa nafasi, watalala Makambako. Kwa hiyo kwetu sisi ni fursa, inatupa morali, inatupa hamasa kuendelea kufanya uwekezaji zaidi. Lakini ni rai yangu kwa wafanyabiashara, kupitia ugeni huu wa Mei Mosi, tuonyeshe ubunifu wetu katika utoaji wa huduma. Tuonyeshe ubunifu wetu na tuonyeshe nidhamu pia ya kibiashara katika utoaji wa huduma, kwa sababu wageni wakija wanajifunza mambo mengi. Moja ya mambo wanajifunza ni sisi wenyeji tumeikaeje. Kwa hiyo wasiondoke wakatuachia aibu hapa kwamba hatukufanya vizuri kwenye maeneo hayo. Ni rai yangu kwamba wafanyabiashara tujiandae kikamilifu katika eneo hilo la ubunifu wa utoaji wa huduma, lakini pia mazingira kuhakikisha kwamba yanakuwa bora na salama. Mtangazaji, hilo ni kweli, nakubaliana na wewe. Unajua shida moja iliyopo mkoa wa Njombe, sisi wafanyabiashara tupo katika hali hiyo kwa sababu ya mila na desturi tulizolelewa. Sisi Wabena na Wakinga ni watu ambao tuko serious sana na maisha. Muda mwingi sisi tunawaza upambanaji. Kwa hiyo hali ya kuwa busy, tunakuwa busy complete. Kwa hiyo kwa mfumo huo imetupelekea sisi kututafsiri hivyo tulivyo. Lakini kwenye maeneo ya biashara ni kweli, kutokana na jinsi tulivyolelewa na mazingira yalivyo, kwa kweli ni changamoto imekuwepo. Lakini mimi kama mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara
Tunapokutana kwenye mikutano yetu nimekuwa nikisisitiza namna bora ya kuhudumia wateja, lakini pia hata kwa baadhi ya wafanyabiashara wachache tukikutana tunapiga story, tumekuwa tukisisitiza sana namna ya kutoa huduma zilizo bora. Na ukilinganisha sasa hivi na zamani kidogo kuna unafuu. Wafanyabiashara tumekuwa tuna tabasamu, tumekuwa na msukumo wa kufanya biashara katika hali ile ya customer care nzuri. Kwa hiyo sitegemei kuona kwamba wageni wakija sasa hivi watapata kujifunza kale katabia ka zamani, kwamba mteja anakuja basi mteja ni wewe tu, lakini mimi ninachotaka ni pesa. Kwa hiyo kitu ambacho ilikuwa sio poa sana, lakini sasa hivi tunatoa huduma zilizo bora na ukarimu umekuwepo kwenye baadhi ya maduka machache labda pengine, lakini maduka yaliyo mengi sasa hivi ukarimu ni mzuri, hata kwenye upande wa guest, upande wa hoteli iko sawa. Swali zuri sana mtangazaji. Biashara ambazo zinaguswa moja kwa moja kupitia tukio hili la Mei Mosi ni biashara za vyakula, yaani nazungumzia migahawa na hoteli, lakini zaidi sana malazi, kwa sababu unakuja kwenye Mei Mosi, swali la kwanza utalala wapi? Utakuwa wapi? Ndo swali la msingi, kwamba ili uje Mei Mosi lazima upate malazi, unalala wapi? Hiyo ni hoja kubwa. Kwa hiyo kimsingi, yani sekta hizi mbili zinaenda kunufaika moja kwa moja na Mei Mosi: hoteli, migahawa pamoja na malazi, yani guest house. Kwa wale wageni ambao wanakuja nje ya Mei Mosi, wao wanakuja kwa shughuli zao nyingine, nini ambacho mnawaambia wanapokuja huku na kama hivi ambavyo tunasema sehemu za malazi zimejaa, nini wanataka kukizingatia sasa hivi wanapohitaji kuja Njombe? Wageni wanapokuja Njombe, kitu ambacho wanatakiwa kuzingatia, wajue tu kwamba wanakuja Njombe, sehemu ambapo hali ya hewa pamoja na kuwa ni hali ya hewa nzuri ambayo wakati fulani sisi tunailinganisha na Ulaya ile yenye baridi. Basi wanapaswa kujua kama wanapokuja huku wajistiri kwa makoti kwa ajili ya baridi, lakini pia wajiandae kisaikolojia kwamba Njombe ni sehemu yenye fursa ya uwekezaji zaidi ya huu tunaofanya sisi. Hapa sisi tunafanya kilimo cha biashara, tunalima parachichi, lakini pia tunalima mahindi, tunafanya vitu vingi. Kwa mazao ya biashara Njombe, iwe ni misitu, iwe ni mazao ya chakula, hatuna msimu. Sisi msimu wote tunafanya vizuri. Kwa hiyo pengine mazingira wanaotoka wao na sisi tulipo ikawa fursa upande wao na kujifunza, yani jiografia ya mji wa Njombe ulivyo kwa maana ya mkoa. Kwa hiyo wanaweza kupata fursa ya kufanya mambo mengi ambayo na sisi kama wenyeji tunafanya. Kwa hiyo tunawakaribisha, ardhi tunayo ya kutosha ya uwekezaji. Wakitaka mashamba yapo, ukitaka eka 50, 100, 200 unapata. Kwa uwekezaji wa kilimo na mifugo inawezekana. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo mimi ningependa kuambia kabla hawajafika, basi wajifunze kwamba hali iko hivyo kwetu sisi. Lakini pia yule mfanyabiashara ambaye anatoka mikoa mingine ambaye anakuja, wakati wote ukiambiwa kuna fursa, inatakiwa uchangamkie fursa mapema. Hicho ndo ambacho unaweza kusema anapaswa kukifanya kwa mtu ambaye anategemea kuja Njombe kufanya biashara, ili kuchukua hii fursa ambayo ipo. Yeye sio mwenyeji wa Njombe, lakini anataka aje achukue fursa ya Mei Mosi Njombe kibiashara. Kwa ni mapema kabla ya Mei Mosi aje afanye utafiti, anataka kufanya biashara gani, atakuwa mahala gani kwa ajili ya kufanya biashara. Na tumezungumzia swala la maradhi kwamba uwekezaji uliopo haukizi mahitaji ya wateja. Kwa hiyo yeye angekuja mapema, angejua wapi anaweza akakaa apate utulivu wa kufanya hiyo biashara ambayo anataka kufanya. Shukrani sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Motuli Nkombe, lakini pia jina maarufu la kibiashara ni Msukuma Phone and Accessories. Mimi kwanza ningependa kushukuru uongozi mzima wa wafanyakazi, lakini pia kushukuru wizara zinazohusika, lakini pamoja na rais kuitikia wito wa kuja kufanyia Mei Mosi mkoa wa Njombe, kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba huu ugeni ni mkubwa na ni ugeni mzito wa kitaifa. Kuwa na wageni zaidi ya 5,000 sio kitu kidogo.
Kwa hiyo kwetu sisi kama wafanyabiashara tunapata fursa mbalimbali ambazo zitatusaidia katika ukuzaji wa uchumi wetu. Kwanza ni kwa watu wa malazi, kwa sababu hiyo ni fursa kubwa sana. Hao watu 5000 watahitaji mahali pazuri pa kulala. Kwa hiyo naamini kwamba wamiliki wa mahoteli, lodge na guest ni wakati mwafaka wao kujiandaa iweze kutumia fursa hii vizuri sana kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri. Hata kama mtu alikuwa na ujenzi, basi afanye spidi ya kukamilisha kwa haraka ili aweze kupata wageni wa kutosha. Lakini pili ni kwa watu wanauza vyakula, kuanzia kwenye mahoteli, restaurant, kefu, hata migao ya kawaida. Ni watu ambao watakaweza kutumia fursa vizuri, kwa sababu hawa watu watahitaji waweze kula vizuri. Kwa hiyo wakijiandaa itakuwa ni jambo zuri sana na itakuwa kwao ni fursa kubwa sana. Lakini pia kwa sisi wafanya biashara wengine kama wauzaji wa simu, wauzaji wa nguo na vitu vingine, hawa watu watakuwa wanahitaji hizo huduma. Kwa hiyo ni sisi tu kuwa sharp, kujiandaa, kuweza kukaribisha kwa moyo wote ili mwisho siku tuzofanya nini? Tuweze kufaidika na huo ugeni. Lakini mwisho hata kutakuwa na michezo mbalimbali. Hii michezo yote pia ni fursa hata kwa vijana. Kwa hiyo naomba pia hata vijana waweze kujiandaa vizuri, waweze kushiriki kila mmoja kulingana na michezo ambayo anaweza, aweze kujiandikisha mapema ili mwisho siku waweze kunufaika na hizi fursa za Mei Mosi. Ndio nimeona saizi watu wengi wanazidi kufanya maandalizi ya kutosha. Hasa ukiangalia watu wa guest wanaendelea kufanya usafi wa kutosha, lakini pia watu ambao wanafanya ujenzi wanaendelea kuongeza spidi ili kukamilisha. Lakini pia nimeona wengine wanafanya ukarabati. Unakuta guest yake ni ya zamani, lodge ni ya zamani. Kwa hiyo mtu saizi anafanya nini? Anafanya maandalizi kukarabati kwa kwamba inakuwa katika kiwango kizuri ili wageni wanapokuja waweze kufurahia, lakini pia waweze kupata thamani na kunufaika na huu ugeni. Naamini kwa Njombe kwenye swala la chakula hilo sina wasiwasi nalo, kwa sababu Njombe tuna chakula cha kutosha. Na vyakula mbalimbali, vipo vya asili lakini hata vya kisasa ambavyo watu wanahitaji. Kwa hiyo naamini kwamba kwa wageni wetu wanaokuja wasiwe na wasiwasi kwenye swala la chakula. Watashiba mpaka watatoshika wenyewe. Na pia tunawakaribisha waamini kwamba wakija watakula na kushiba, bado watabeba na vitu vingine vya kurudi. Mimi pia ningependa kuwakaribisha wageni wanapokuja Njombe pia wajiandae kupata huduma za simu. Sisi tunatoa hapa huduma za simu, ziko simu mbalimbali za kiwango cha juu na simu mpya kali sana. Lakini pia tunatoa huduma ya ufundi simu. Mteja anaweza kuja hapa, wengine ni wageni, simu imepata changamoto au ya dharura, basi asisite kufika kwa Msukuma Phone and Accessories ili aweze kupata hiyo huduma. Tunapatikana hapa ghorofa la Mang'oto jirani na kituo cha afya ukitokea stendi ya zamani. Kwa majina naitwa Erasmo Linus Mwagama, ni meneja wa HM Hotel. Kutokana na ugeni huu wa Mei Mosi, tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba wale wageni ambao tutawapokea wanakuwa katika hali, wanapokelewa katika hali nzuri bila kujutia kufika mkoani Njombe. Kwa kama sisi wadau wa upande wa hoteli na sisi kwa upande wetu tumejipanga sana kwamba hata watakapoondoka wakumbuke kwamba kuna Njombe tulipokelewa vizuri, tuko panahitajika kwenda. Hata tukienda tunajua kabisa hoteli za Njombe wapo vizuri sana, wamejipanga vizuri sana kupokea wageni. Kwa kama sisi wadau wa hoteli tupo vizuri, tumejiandaa sana. Naambiwa ugeni unaokuja ni mkubwa sana, na kwa structure ya Njombe bado hatutoshi, lakini naamini hii itakuwa ni chachu kwa wafanyabiashara na wawekezaji pia kuanza kufikiria kwenye kuwekeza kwenye swala zima la hoteli, lodge hivyo, na hata huduma za chakula. Najua watafunguka sasa kwamba kumbe hii nayo ni fursa. Ni kama wengi walikuwa wanaiogopa kwamba kutapata hapa kweli tutafanya biashara, lakini kutokana na hizi serikali imekuwa inatuletea hizi event ambazo zinakuja mara kwa mara mkoani kwetu, na kweli wameona watu jinsi wanavyohangaika sehemu za kulala. Tumeanza kupokea booking almost toka mwezi wa pili. Watu wanafanya reservation toka mwezi wa pili, wanahofia kwamba tukifika pale kweli tutapata. Lakini naamini kwa hili watu watafunguka zaidi na kuanza kuwekeza kwenye swala zima la hoteli la marazi. Maana yake wote ni wateja wetu. Yule aliyeweka booking, yule anayekuja kwa safari zake aidha za utalii au za biashara, wote bado ni wateja wetu. Kwa hiyo tunajitahidi sana kwamba wote tujitahidi kwa udogo wetu, kwa udogo wa hoteli tulizonazo na lodge, bado tuhudumie wote. Wote tunajitahidi wote wapate. Ndio tunapokea booking, lakini sasa unakuta umepokea booking, kuna watu ambao washazoea kwamba mimi nitaenda sehemu fulani nitalala. Kwa wanapofika unamwambia hapa kuna booking, lazima utafute means. Sasa huyu ni mteja,
amekosa kitu nilichokuwa amekosa bidhaa yangu, nafanyeje? Maana yake inabidi umsaidie sasa. Kutokana hapa, umekosa bosi wangu, naweza nikafanya ukapata hapa. Ndio kwa sababu kama industry ya hoteli tunawasiliana kwamba wapi tunaweza tukapata, wapi tunaweza kupata, unamtafutia. Naamini kwamba chakula kinachopatikana Tanzania Njombe hakitashindikana kupatikana, lakini extra tena tutapata Njombe, watapata vile vyakula asili, vile vyakula ambavyo vya kiasili kama Wakinga, Wabena, Wapangwa wana vyakula vyao vya asili, nao watapata kuvipata. Watapata huko, na wakifika huko nakutana na numbu, wanaweza kawa na shangaa numbu ni kitu gani, ila watakipata, watakula, wataona ni kitu gani. Kuhusu chakula na imani, tupo vizuri, tumejiandaa pia kila kitu. Mimi naamini kwamba ni process. Ni kweli tunaweza tukaambiwa tupo nyuma sana kwenye issue ya customer care, ni kama tulivyokuwa nyuma sana kwenye issue ya hoteli, tunazo chache. Kwa hiyo nadhani the most vitu vinaongezeka, kwa hiyo na kila kitu kitaongezeka kwa nafasi yake, na watu tutajitahidi sana kuboresha yani ili mradi to meet ile requirement ambayo inakuwa inatakiwa kila, kwamba inabidi tuwe tuna customer care ya namna fulani. Tunajitahidi kwa kila linalowezekana to meet vile vigezo vya customer care. Ninyi hapa Ni siri bwana, au sijui nisemeje, lakini nadhani ni training za mara kwa mara pia huwa zina boost kwamba unaona kuna sehemu kuna weakness, unatafuta kwamba je, hili tulifanyeje ili tuweze overcome. Kwa hiyo training za mara kwa mara, lakini pia tumekuwa tunasikiliza comment kutoka kwa wateja. Mteja anaweza akakupa comment yake kwamba bwana, kuna shida moja, kwa hiyo unajitahidi kuboresha yale ambayo wateja wamekuwa wakikuagiza kwamba kitu fulani bwana hakiko sawa. Kwa hiyo unaangalia sasa kama hakipo sawa tukifanyeje. Kwa hiyo nadhani kubwa kabisa ni training na kufanyia kazi yale ambayo wateja wanakuwa wana comment kwamba hili kidogo lina shida. Sasa kabisa tunampongeza sana mkuu wetu wa mkoa Anthony Mtaka, kwani amekuwa ni mtu ambaye anapambana sana kwa ajili ya sisi watu wa Njombe. Anapambana sana kwa kila kitu kiende sawa. Anajitahidi sana, yani kila kitu kifike Njombe. Anapambana sana. Tunamshukuru sana, tunampongeza sana, pia tunaunga mkono kwamba isiishie hapa. Yani ikiwezekana kila mwaka kukawa kuna mzunguko wa namna hii, tunafurahi. Pia hata ukiangalia miaka ya nyuma Njombe population ilikuwa sio sana, lakini kadri tunavyoenda watu wanawekeza pia. Tumeambiwa kuna chuo kinakuja kujengwa hicho cha UDOM ambacho tayari kishaanza kujengwa. Pia tunaamini kwamba hizo ni nguvu. Ofisi ya mkuu wa mkoa hawezi wakaleta uwekezaji mkoani Njombe bila kuamini kwamba kuna mtu anaweza kasimamia vitu hivi vikaenda vizuri. Kwa hiyo mkuu wetu wa mkoa anaamini anafanya kitu kimoja kizuri sana. Kwa majina anaitwa Salome George Mng'ong'o, ni mama lishe stendi ya zamani. Kuhusiana na Mei Mosi tumeanza kujipanga, lakini sio hivyo. Na kuhusu wateja labda kuongezeka, sio kivile, ni wachache tofauti na wiki iliyopita. Kwa wiki ni at least kidogo wateja wanaongezeka kidogo. Si tulichojipanga labda ni kuongeza tu vyakula, ubunifu na vitu mbalimbali ambavyo vitaweza kuwashawishi wateja wakaweza kutusupport. Tukipita maeneo haya ya stendi hii ya zamani, miongoni mwa sehemu ambayo inasifika sana